Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, kama utaniuliza ni watu gani zaidi unaowapenda katika hii dunia, basi jibu langu bila ya kupepesa macho nitakwambia ni walimu wa madrasa. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio watu ambao wana jukumu la kulea watoto wetu katika malezi ya Qur'ani, itikadi zao, tabia zao na mapenzi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kazi yao ni kubwa kuliko watu wengi wanavyodhani. Sasa kama wewe ni mwalimu wa madrasa na una ndoto ya kuwa mwalimu wa madrasa mwenye mafanikio zaidi katika kazi yako, kuna mambo matano ukishikamana nayo yatakusaidia kwa kiasi kikubwa na kwa wepesi mkubwa kufikia mafanikio ya kazi yako insha Allahu taala. Jambo la kwanza ni kuwa na ikhlasi katika kazi yako. Jambo la kwanza ni kuwa na ikhlas. Uifanye kazi yako kwa ajili ya kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ukiwatumikia binadamu watakuudhi. Kuna kauli moja nzuri sana ya kiongozi wangu mmoja anaitwa Mr. Ibrahim, aliwahi kutueleza katika moja ya vikao vyake. Anasema ukimtumikia Mwenyezi Mungu ataiamrisha dunia ikutumikie, lakini ukiitumikia dunia itakutuma, na mpaka unakufa haujafika ilipokutuma. Kwa hiyo moja ya msingi wa kwanza na jambo la kwanza muhimu kwa mwalimu wa madrasa ili aweze kufikia malengo yake ni kuwa na ikhlas. Yani kazi yako uifanye kwa ajili ya kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuwa tayari kuvumilia maudhi na kero za aina zote unazozipata. Lakini jambo la pili la msingi ili uweze kufikia mafanikio yako ni kuwa na mpango wa ufundishaji. Hakikisha katika kazi yako kuwa na mpango wa ufundishaji, kwa sababu kuwa na mpango wa ufundishaji, kwa sababu matokeo yoyote ya madrasa na ufundishaji huwa hayatokei kwa bahati. Ni lazima wewe umepangwa katika mpango mzuri ambao utakusaidia kufikia malengo yako. Sasa tunapozungumzia mpango wa ufundishaji kuna mambo mengi sana, lakini kuna vitu vitatu ni muhimu na vitakusaidia kwa wepesi kuwa na mpango mzuri wa ufundishaji. Jambo la kwanza ni kuwa na mfumo wa madarasa. Yani katika madrasa yako hakikisha mwanafunzi anapojiunga na madrasa, basi kuwe kuna utaratibu ambao umewekwa wa kimadarasa, au kama watoto wanakaa kwenye zile halaka, basi kuwe kuna utaratibu mzuri wa kuona kwamba mwanafunzi anapojiunga anaanza darasa fulani, anafuatia darasa fulani, mwaka unaofuatia ataingia darasa fulani mpaka anamaliza akiwa darasa fulani. Au kama madrasa yako kuna utaratibu wa watoto kukaa kwenye halaka, kwenye zile duara, basi kuwe kuna utaratibu pia wa hizi halaka, kwamba mwaka anapojiunga anaanza halaka fulani, kisha atakwenda halaka fulani, kisha atakwenda halaka fulani. Kwa hiyo jambo la kwanza katika kuwa na mpango mzuri wa ufundishaji ni kuhakikisha kwamba una mfumo wa madarasa, mfumo wa hatua na level ambazo mwanafunzi atazipita katika kujifunza kwake pale madrasa. Lakini jambo la pili sasa katika kuwa na mpango mzuri wa ufundishaji, kitu cha pili cha kuzingatia ni kuainisha, yani kuwa na kupanga kwamba ni vitu gani sasa huyu mwanafunzi atavisoma kwenye kila hatua au kwenye kila darasa. Tayari ushaandaa madarasa, ushaandaa zile halaka zako kwamba mwanafunzi anapojiunga mpaka anamaliza atapitia kwenye halaka 5 au atapitia kwenye madarasa 5. Basi uhakikishe sasa una mpango wa nini atajifunza katika kila darasa kuanzia anapojiunga mpaka anapomaliza masomo yake ya madrasa. Hivyo vitu vitakusaidia kuwa na mpango mzuri wa ufundishaji. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu katika kuwa na mpango mzuri wa ufundishaji ni kuwa na mfumo wa tathmini na kupima kwenye kila hatua. Kila baada ya mwaka mmoja, kabla mwanafunzi hajavuka darasa moja kwenda darasa lingine, au baada ya miezi 6,
au kila baada ya mwezi mmoja, ni lazima madrasa yako wewe mwalimu kuwe kuna mfumo wa kutathmini na kupima maendeleo ya watoto kila anapotoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo kuwa na mpango wa ufundishaji ni jambo ambalo litakusaidia kukufikisha kwenye malengo na mafanikio unayotaka kwa wepesi na kwa muda mfupi zaidi. Lakini jambo la tatu ambalo litakusaidia kuwa ni mwalimu wa madrasa mwenye mafanikio zaidi ni kujiandaa kabla ya kuingia darasani. Kujiandaa kabla ya kuingia darasani. Hakikisha kabla haujaingia darasani, unapotoka nyumbani kwenda madrasa, umejiandaa kile unachokwenda kufundisha. Kwa nini? Kwa sababu nusu ya mafanikio ya kipindi chako unachokwenda kuwafundisha wanafunzi wako pale madrasa, nusu ya mafanikio yake yanabebwa na maandalizi unayojiandaa kabla hujaingia darasani. Kwa sababu unapojiandaa mwalimu kabla hujaingia darasani, kwanza inakusaidia kujua nini unachokwenda kukifundisha kwa uhakika, lakini pia namna gani utakifundisha. Kwa hiyo namna utakavyokifundisha na namna unavyokijua vizuri kile unachokwenda kukifundisha itakusaidia pia kutumia muda wako vizuri, kwa sababu unaweza kuwa shekhe, una maalumati mengi, una visa vingi. Sasa kama haujapangilia vizuri, haujafanya maandalizi mazuri ya kile unachokwenda kufundisha, utajikuta visa vinabadilika tu. Umeingia kisa hiki, kinakuja kisa hiki, kinakuja kisa hiki, mwisho wa siku unagongewa, muda wako umekwisha na lile lengo la kipindi halijatimia. Kwa hiyo ni vizuri na ni muhimu kwa mwalimu wa madrasa, unapotaka kuingia darasani uwe umefanya maandalizi ya kabla hujaingia darasani, na usiache kufuatilia mada yetu inayofuatia. Baada ya hii tutakuja kuelezea namna ya kujiandaa kabla ya kuingia darasani. Kwa hiyo jambo la tatu na la muhimu ni kujiandaa kabla ya kuingia darasani. Kujiandaa kabla ya kuingia darasani. Lakini jambo la nne ambalo ni muhimu kwa mwalimu wa madrasa kuhakikisha kwamba anakuwa nalo ili aweze kuwa ni mwalimu mwenye mafanikio ni muunganiko. Kuhakikisha kwamba anaunganisha muunganiko kati ya elimu na maisha halisi. Kwa sababu mwalimu wa madrasa hafundishi kwa ajili ya wanafunzi wafaulu tu mtihani. Hapana. Lakini kufundisha kwa mwalimu wa madrasa ni zaidi ya kufaulu mtihani, kwamba tuhakikishe kwamba ile elimu tunayowapa watoto kule madrasa iwe ina muunganiko, na tutafute namna ya kuiunganisha na maisha halisi ya mtoto ili muathiri katika maisha yake ya kila siku. Unapomfundisha mwanafunzi uaminifu, basi umuoneshe namna uaminifu unavyofanya kazi akiwa sokoni, akiwa shuleni, akiwa nyumbani. Unapomfundisha mwanafunzi tahara, umuoneshe namna umueleweshe namna umuhimu na faida ya tahara au kujitaharisha kiafya, lakini pia na kidini. Kwa hiyo lazima, ili tuwe ni walimu tunaofanikiwa katika kazi yetu, tujitahidi kuwa na muunganiko, kuunganisha baina ya elimu tunayowapa watoto na maisha yao halisi ya kila siku. Kwa maana uwe ni mwalimu unayefuatilia baada ya kufundisha. Yaani baada ya kufundisha kuna kazi kubwa zaidi ya kufuatilia mtoto. Umemfundisha kuswali, basi lazima ufuatilie kwamba anaswali anapokuwa nyumbani au anapokuwa pale madrasa, ili upatikane muunganiko kati ya elimu na maisha halisi ya mwanafunzi. Hili ni jambo muhimu na litakusaidia mwalimu wa madrasa kuwa ni mwalimu mwenye mafanikio zaidi katika kazi yako. Ikiwa watoto wako wataishia kwenye kusoma, wakawa na elimu, wamehifadhi Qur'ani, lakini hawajaiunganisha ile elimu walioisoma na maisha yao halisi ya kila siku, basi bado utakuwa si mwalimu wa madrasa mwenye mafanikio. Lakini jambo la tano ambalo litakufanya uwe ni mwalimu mwenye mafanikio zaidi ni kuwashirikisha wazazi.
kuwashirikisha wazazi katika mambo ya madrasa. Hili nalo ni muhimu sana, kwa sababu mwalimu wa madrasa hauwezi kufikia mafanikio ya wanafunzi ukiwa wewe peke yako, bali ni lazima upate ushirikiano mzuri kutoka kwa wazazi. Kwa hiyo ni lazima mwalimu hakikisha una namna nzuri ya kuwashirikisha wazazi katika mchakato mzima wa ufundishaji pale madrasa. Na hapa kuna vitu vitatu ambavyo unatakiwa uvizingatie ili uweze kushirikiana vizuri na wazazi. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba unawajulisha wazazi na unawafahamisha wazazi maendeleo ya watoto wao. Kila mwanafunzi anapopiga hatua fulani, hakikisha unamfahamisha mzazi wake maendeleo ya mtoto wake. Lakini jambo la pili katika kuwashirikisha wazazi ni kuwapa wazazi majukumu madogo madogo katika maendeleo, katika kushiriki kwenye maendeleo ya mtoto wake. Kuna majukumu hakikisha unampa, kwa sababu usipompa majukumu automatic utakuwa haujamshirikisha. Usipomshirikisha, mzazi ataendelea na habari zake akiamini kwamba mwalimu yupo na anafanya kila kitu, lakini si kweli. Ni lazima upatikane ushirikiano wa mwalimu na mzazi ili mwanafunzi apate maendeleo yanayotarajiwa pale madrasani kwako. Kwa hiyo hakikisha pia wazazi unawapa majukumu madogo madogo ambayo na wao watayafanya katika kusaidia na kuendeleza maendeleo mazuri ya mwanafunzi wake na mtoto wake na mwanafunzi wako pale madrasa. Lakini jambo la tatu katika kuwashirikisha wazazi ni kuhakikisha kwamba una mawasiliano ya mara kwa mara na mzazi. Haujamuona mwanafunzi wako madrasa siku moja, hakikisha umewasiliana na mzazi kujua huyu mwanafunzi yuko wapi. Usiwe ni mwalimu ambaye mtoto wako anapotea madrasa zaidi ya siku 3 na hauna taarifa na haujawasiliana na mzazi. Kwa hiyo vitu vitatu ni muhimu katika kuhakikisha kwamba unakuwa na ushirikiano mzuri baina yako wewe na wazazi. Unakuwa na mawasiliano mazuri baina yako wewe na wazazi. Hakikisha unawapa feedback ya maendeleo ya watoto wao. Hakikisha kuna majukumu unawapa ya kuwasimamia wale watoto ili na wao washiriki kwenye mchakato wa maendeleo ya madrasa. Lakini hakikisha unawasiliana na wazazi mara kwa mara ili waweze kuwa ni wazazi wanaoshiriki kwenye hatua zote za maendeleo ya mtoto. Kwa hiyo ndugu zangu walimu wa madrasa, mafanikio ya madrasa zetu hayaji kwa bahati tu, bali yanajengwa na walimu wenye ikhlasi, walimu wenye mpango mzuri wa ufundishaji, walimu wenye maandalizi mazuri, walimu wenye kufundisha elimu inayogusa maisha halisi, lakini pia walimu wenye ushirikiano wa karibu na wazazi. Kwa hiyo usisubiri madrasa ibadilike ndipo na wewe ubadilike. Anza wewe kubadilika kwanza, ndiyo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala utaona mabadiliko kwa wanafunzi wako, utaona mabadiliko kwa madrasa yako, utaona mabadiliko kwa jamii inayokuzunguka. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo nilitamani kushare na nyinyi siku ya leo, ili tuweze kuboresha madrasa zetu, tuweze kuwa ni walimu wenye mafanikio makubwa katika madrasa zetu. Na usiache kuendelea kufuatilia vipindi vyetu. Kipindi kinachokuja tutakuja kuelezea na kuangalia namna ya mwalimu anavyojiandaa kabla ya kuingia darasani, na vipindi hivi vitaendelea kukujia hapa Al-Jazri TV. Shukran sana kwa kunisikiliza. Kwa pamoja tunainua hadhi ya madrasa. Wa ila liqa.